Aliyekuwa msajili wa mahakama kuu Gladys Sholei amekanusha kuhusika katika sakata ya shilingi milioni 50 iliyopewa jina Chicken Gate, na badala yake anaishtumu tume ya kukabiliana na ufisadi EACC kwa kutolichukulia swala la ufisadi kwa uzito. Sholei ameyasema haya baada ya kuhojiwa na maafisa wa EACC leo asubuhi. Huku hayo ya kijiri, wakulima katika kaunti ya Garissa wameshauriwa kutilia maanani ushauri wanaopewa na sekta ya ukulima katika eneo hilo ili kukabiliana na uharibifu unaoshuhudiwa katika nyakati za ukame. Msimamizi wa sekta hiyo Ahmed Abdikarim amedai kuwa ripoti ya ushauri wa mwezi wa Machi, Aprili na Mei tayari imetoka na itasambazwa kwa wakulima walioko katika wilaya ndogo 7 zilizoko katika kaunti ya Garissa. Na kwingineko, baadhi ya wakazi wa Turkana wameachwa bila makao baada ya mvua kubwa kunyesha hapo jana na kusababisha mafuriko yaliyosomba mali zao. Wakazi hao sasa wanaiomba serikali kuingilia kati kabla hali haijakuwa mbaya zaidi. Mafuriko hayo pia yalitatiza shughuli za masomo katika shule kadhaa. Na hatimaye, nyumba 7 ziliteketezwa moto jana usiku baada ya mzozo kuzuka baina ya jamii mbili katika shamba ya Gongongeri, kaunti ya Nakuru. Akiongoza kundi la maafisa wa usalama katika eneo la tukio hilo, mratibu wa eneo la Rift Valley Wanyama Musiambo alisema kuwa mzozo huo ulianza baada ya wasimamizi kutoka wilaya mbili kufanya mkutano wa kudumisha amani na usalama. Hassan Farah, Citizen Nipashe.